Tukisalia na hayo ni kwamba watu watatu wameripotiwa kupoteza maisha yao kwa kupigwa risasi na mmoja kukanyagwa na gari la polisi wakati wa maandamano dhidi ya kuongezeka kwa bei ya mafuta nchini. Watu wawili walipigwa risasi katika kaunti ya Kiambu na Kakamega, huku mmoja akikanyagwa na gari la polisi katika kaunti ya Nakuru. Watu kadhaa wamekamatwa katika kaunti ya Mombasa kwa kushiriki maandamano hayo. Mwanahabari wetu Victor Kayanda anatuarifu. Ndivyo hali ilivyokuwa jijini Mombasa. Mamia ya wenyeji, madereva pamoja na watetezi wa haki za kibinadamu wakijitokeza kutoa sauti zao kuhusu ongezeko la bei ya mafuta nchini. Tunajiunga pamoja na ule mgomo wa watu wa transport kila mahali nchini kusema lazima bei ya mafuta ishuke. Ishuke isishuke. Ishuke isishuke. Tunaiambia serikali lazima wahakikishe kwamba gharama ya maisha iweze kushuka haraka iwezekanavyo. Tumechoka tujachoka. Tumechoka tujachoka. Ule kwa mambo sasa hivi wewe stage ukianza kupanda wewe unapanda na 200 kwenda mbele. Hao mteja kumbeba na 200 naye yuko wapi? Ukitafuta mteja ukimuuliza kupandishia 200 akwambia mwenyewe mshahara wangu huko nilikoajiriwa mwenyewe hata natamani hata nifutwe leo. Maana mshahara uko chini na akatoa ma expenses kibao na hata mwenyewe hata kukupatia natamani nikupatia hata 40. Hasa twashindwa sasa tukibeba 40 ukiendapo kwa mafuta kwenyewe ambao ni 240 sisi tuishi vipi? Katika eneo la Bamburi, maafisa wa polisi ambao walikuwa wamejihami wakilazimika kuwatimua waandamanaji waliokuwa wamefunga barabara, huku watu watatu wakijipata pabaya na kukamatwa na maafisa wa polisi. Taswira ilikuwa sawia katika kaunti ya Nakuru, makabiliano kati ya maafisa wa polisi na waandamanaji, hali ambayo ilipelekea mtu mmoja kupoteza maisha yake baada ya kukanyagwa na gari la polisi, mtu mwingine mmoja akiaga kwa kupigwa risasi na wengine kujeruhiwa eneo la Gashie, kaunti ya Kiambu. Watu ni kwamba mafuta ashuke, rais atusikize pia sisi. Mafuta yako juu sana bro, hatuwezi. Niko usikivu. Abiria ni wa kila siku, hatuwezi kuwapandishia fare. Sisi tutunzuia magari hapa. Tuone huruma hawa jamaa. Kaunti zingine ambazo pia kulikuwepo maandamano ni pamoja na Embu, Meru, Trans Nzoia na Kakamega. Kama ni hii migomo ikome, kama ni ile mambo inafanya wananchi walalamike, kama hii mambo ya kuwekewa bei ya juu katika vitu ikome. Sasa hata sisi bodaboda na magari tunafinyika sana. Sisi tulikuwa tunaomba kama raia wa nchi hii ya kwamba kama rais anaweza tusaidia, kama kuna ushuru ile anaweza punguza kwa mafuta, kwa sababu tunajua chanzo cha ukosefu wa mafuta ni vita ambayo iko kule Iran. Na japo maandamano hayakushuhudiwa katika kaunti ya Busia, hali ya usafiri ilitatizika kufuatia mgomo huo wa uchukuzi wa umma na kupelekea wenyeji kuhangaika kwa kukosa huduma za usafiri. Victor Kayanda, Undugu TV.